Niwapongeze sana ofisi ya msajili wa hazina kwa kazi kubwa ambayo umefanya na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata mwaka huu katika maeneo mawili. Kwanza ni kuongeza mchango wa mashirika ya umma katika mapato ya serikali, ambapo mwaka kama unavyokumbuka tuliweza kufikisha trilioni 1. Lengo la serikali ni kuona kwamba mashirika ya umma yanaendelea kuwa sura ya serikali katika utoaji wa huduma, public service, lakini pia kuwa sura ya serikali katika uwekezaji wa umma, yani public investment. Na nataka tuhakikishe kwamba mashirika ya umma yanaendelea kufanya vizuri katika maeneo hayo mawili. Ili afanye vizuri, tunafanya mageuzi makubwa sana. Moja, katika utendaji wao, ili mashirika ya umma yaweze kuboresha na kuimarisha utendaji wao ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa sababu serikali inatoa huduma kupitia mashirika ya umma. Kama ni afya ni kupitia hospitali yetu, kama ni elimu ni kupitia mashule yetu, kupitia mavyuo vikuu yetu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunataka tuliboreshe. Lakini la pili, mashirika ya umma ni sura ya serikali na sura ya umma katika uwekezaji wa umma. Serikali imewekeza takriban shilingi trilioni 90.6 kupitia mashirika ya umma, na tungetaka uwekezaji huu uweze kuzaa kwa maana ya kuendelea kujenga uwezo wa serikali katika kutoa huduma za kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba mashirika ya umma yanachangia kikamilifu katika pato la taifa. Kwa hivyo kupitia eneo hilo tunafanya mageuzi makubwa vile vile katika utendaji wa mashirika ya umma, lakini vile vile katika muundo wao, kwa maana institutional framework. Na kazi yangu kama waziri ni kuhakikisha kwamba tunasimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika mageuzi hao ambao wanayataka. Na kwa sasa kazi yangu kubwa ni kuwapatia hawa bwana sheria nzuri ya kusimamia uwekezaji wa umma, na tupo katika hatua za mwisho. Tunatarajia kwamba sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika baraza la mawaziri muda mfupi ujao na hatimaye iende bungeni. Lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija. Kama shirika la umma linafanya biashara, tungetaka kuona linafanya biashara kwa maana kama yanatengeneza faida, linatoa gawio sahihi kwa serikali. Mashirika ya umma ambayo yanapaswa kufanya biashara yatapewa muda, na pale ambapo yameshindwa kufikia vigezo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yapo very clear, ama yaunganishwe na mashirika mengine ama yafutwe. Huo ndio mwelekeo ambao tutakwenda nao. Lakini mashirika ya umma pia tunapoenda huko mbele yatapewa vigezo maalum vya kiutendaji, wanaita key performance indicators. Hili ofisi ya msajili wa hazina imeshaandaa, inakwenda serikalini, na ikishapitishwa ndio itakuwa framework yao. Lakini pia tunao maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambao tutayasimamia, ni kwamba upatikanaji wa watendaji wa mashirika ya umma pamoja na wajumbe wa bodi za wakurugenzi wa mashirika ya umma watapatikana kwa njia ya ushindani, njia ambayo ni ya wazi ya ushindani. Kila mtadhara mwenye sifa atapitishwa katika mchakato ulio wazi wa kiushindani, ndipo aingie. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tutakwenda kulisimamia na kuhakikisha kwamba